Baba, pokea sifa, pokea utukufu, pokea shukurani. Asubuhi ya leo nimekuja mbele yako Mwenyezi Mungu. Ningependa tu unitumie kama ilivyo mapenzi yako Baba. Unastahili usiku, unastahili mchana. Ninene nini? Nitie ndani. Ongea na mimi. Bariki huyu mwenye kunisikiza. Mbariki sana Mwenyezi Mungu. Fungua milango na ubariki huyu. Yesu, pokea sifa, pokea utukufu. I submit to you. Tumia mimi na useme utakayo kupitia ulimi wangu. Na ni katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. My brother, my sister. Leo nataka niongee kuhusu hili jambo. Umeitwa na Kristo na anakuhusisha katika kazi zake, na ni lazima uwe katika front line. Nchi ya Israeli ama duniani kote mahali Mwenyezi Mungu anapenda mwanadamu, kitaba Mwenyezi Mungu afanye jambo fulani ambalo anarona ni nzito na ni kama kiboko, most of the time huwa anatumana kabla. Yona alitumwa Nineve, Moses akatumwa Misri, akawa anaelezea mfalme imekuwa wakati wa Mwenyezi Mungu kutoa watu katika mikono yako. Na maana neno la Mwenyezi Mungu linafika, tunapewa warning kabla hatujaenda. Tunapewa warning kabla jambo fulani halijatokea. Tunapewa warning. Sasa nataka kuongea kuhusu huyu mtu ambaye anatumika na Mwenyezi Mungu wakati warning inapelekwa, wakati onyo inapelekwa. Wewe ni mmoja wao kama umekaa vizuri kwa Kristo, mimi ni mmoja wao. Sikia hii. Hapa ni wakati tu nikaelezewa na Kristo. Nilikuwa nimeenda town, kuna vitu nilikuwa nimeenda kushukua. Na pale kwa Raini mahali tunashukua hizi magari za Ford, nikanenewa na Roho Mtakatifu nikiwa nimesimama hapo stage. Akaniambia, Dongo, ningependa uingie hii kagari mzee. Usiende na hizi gari tunaitaga ganya. Ganya ni gari mpya. Uingie haka kagari mzee, ndio ninataka uitumie siku ya leo ukienda nyumbani. Nikamuuliza Kristo, na hii gari mzee niko na pesa, why? Akaniambia, wewe submit and ingia. Most of the time Mwenyezi Mungu anatuhuzisha kwa mambo ambayo anataka kuyafanya, na ni lazima atume nabii kabla hajafanya jambo lolote. Iwe ni kwa Waarabu, iwe ni Muslim, iwe ni Hindu, iwe ni nani, Mwenyezi Mungu ana concern ya mwanadamu yote. Lazima atumane kabla ya jambo kutokea. Sasa katika hii particular day nikaelezewa niingie kwa hiyo kagari. Ilikuwa kagari tukamzee, lakini kako kwa Raini. Sipendi, napenda kukaa gari nyuma. Nilipoingia, hiyo gari ilipofika pale Donholm, haikashukua njia isipite Manyanja, ikaingia njia tunaitaga ya Doniri Kana. Sasa katika hii kwenda, na hii ushuhuda nafikiri nilitoa wakati mwingine, sijui ni kwa Makibia ama ni wapi. Lakini ninataka kuongea kuhusu watu ambao Mwenyezi Mungu anaweka front line wakati anataka kufanya kitu, anawatuma. Na wewe ni mmoja wao kama umekaa vizuri kwa wokovu. Haujaitwa tu kukaa, kuna kazi ya kufanya. Sasa katika hii day nilipoingia kale kagari kanapata moto hapa mbele, kakiguruma moto sana. You know, iliingia tulipofika Donholm, haikushukua njia ya kwenda Manyanja, ilirudi kuingia Doni upande wa Likana huku ndani. Wale wanajua hiyo area, ili ukuje sijui inaitwa Greenspan, something like that. Sasa katika hizi bump ukitoka sasa Donholm ukuje Likana hapo, kagari kanaenda polepole tu bump. Kristo akaninenea tukiwa futi mbele yangu ikiwa kama mita 50, kukawa na katoto kamesimama kando ya barabara. Kasichana tukalikuwa kitu 11 years hapo. Kako na wasiwasi, kamekaa kwa bambu kanataka kuvuka. You know, kanaruka hatua moja kwa barabara kanarudi nyuma. Mwenyezi Mungu anakuhuzisha katika maisha ya watu wengine kama unakubali kuwa available na kusubmit. Sasa nikiwa nimekaa mbele ya hii kagari, unajua kanaenda tu polepole, Kristo akaninenea kuhusu wako katoto. Nikakaangalia, nikaona kamefamiwa na roho ya kifo juu yake. Na roho ya kifo haitoki kwa kishetani, malaika ndio anabeba. Sasa nikaona wakati wake haujafika, lakini kamevamiwa, kamekaliwa na lile wingu. Lile ni kama wingu la kifo juu yake. Nikauliza nifanye nini? You know, nikaelezewa nataka huyu mtoto muokoe kutokana na kifo, maana kama hugenisikia hili ndilo likitokea. Tulienda tu kufika tu kwa ile bump, kale katoto kakawa tukaangalia, na nilitoa kichwa kidogo tu nikakaangalia kakiwa kando ya barabara. Gari inaenda tu polepole. Kakaona juu hii kagari tuko naye nikamzee, kanaenda polepole. Kakafikiri kavuke barabara mbele ya gari hii yetu kwenda. Juu kalikuwa kametafuta opportunity ya kuvuka, kameshindwa.
Naye upande wetu wa nyuma, upande wa kulia wa gari sasa, kulikuwa na hizi magari tunaitaga Ganya za Kayole. Ilikuwa imekuja, hasisikiagi bambu. Imekuja imeovatiki magari yote. Sasa hii katoto nilikaangalia, tukaangaliana. Wakati niliangalia side mirror ya upande wa dereva, nikaona vile ile gari imetoa vumbi huko nyuma ikiwa imekuja. Nikashautia haka katoto, ngoja kidogo. Nilimshautia mtoto kidogo msichana. Kalisimama tu. Kalisimama mbele ya gari yetu, naye dereva wetu akiwa juu ya bumper akakanyanga breki. Hiyo second na hiyo dakika nilikaita. Kalisinzia hatua vile kalikuwa katikibie. Nilipokaita kakafikiri kaniangalie, kakasimama na ile gari ikapita. Sasa ona haja ya kukaa vizuri. Mwenyezi Mungu anakutumia kuokoa watu wengine. Sasa huyu mtoto kama sigetii sauti, kageli kibia mbele ya hii gari na kageli kutana na hii pinpoint ikiwa imeenda. Ili kageigia tu chini ya, hakuna kuogea, kageli ingia tu chini ya miguu. Na Kristo akaniambia, nimeona vile umefanya. Na hiyo mambo ikaisha. Katoto tukakaasha na kakavuka vizuri. Unahusishwa na Mwenyezi Mungu kwa mambo mengine. Hili nalo hata kama limekawia ni la muda. Wakati kulitokea bomb blast hapa Kenya, na hiyo bomb blast sitaki kuliongea, juu niliongea kwa video nyingine kwa urefu. Kristo alikuwa ameniambia, beba kamera hii uende naye, kuna mahali nitakusaidia uokoe mtu fulani. Bomb blast ikilipuka Nairobi, nilikuwa Mathare Valley. Sauti ilifika kule. Nikiwa na kamera nikakimbia, nikasema ngoja niende town nikajionea. Jua sisi watu wa hapa tunapenda kujionea tu. Hata hapa Kayole tunaishi. Tukisikia tu marisasi na sote huwa tunatoka kwa manyumba tunakimbia na huko. Sijui inatokaga wapi. Zote tunatoka kwa manyumba. Ni wapi? Zote tunapenda. Ukipanda juu ya gorofa huoni. Unataka utoke uende mpaka hapo uone ni nini inatokea. Sasa hii particular day ya bomb blast, I was in Mathare Valley. Ilipolipuka tu, within the next 20 minutes nilikuwa town. Na juu nilikuwa na kamera na kulikuwa kumefungwa na askari, nilikuwa naruhusiwa niingie. Nilienda mpaka mahali ile basi ya Kenya basi ilikuwa imegongewa. Hapo tu ija nyuma ya bomb blast. Sasa kama usiku huo ili yamkie hiyo siku ambayo bomb blast ililipuka, nilikuwa nimenenewa na Mwenyezi Mungu usiku, akaniambia ningelipenda Mungu nitafanya kitu kesho kwa sababu utakuwa. Be available when the Lord Jesus Christ anataka kutumia wewe. Utabarikiwa na kuna mambo ambayo Mwenyezi Mungu atakuwekea in account yako hapa duniani na mbinguni. Maana ukitumika vizuri hapa duniani kuna malipo, utakula mema. Na ukifika mbinguni utakuwa na taji na utafurahia. Nyumba yako itakuwa ni tofauti. Maana kulingana na utumishi. Na nilipoenda mahali pale nikapata bomu already imelipuka. Ile nyumba ambayo food sijui ilikuwa imefinyiliwa pande moja, naona watu wamejaa juu. Mimi nilikuja tu hapa tu Kenya basi ilikuja ni hapo. Kama kuna wewe ulikuwa Nairobi wakati huo, kuna kahelikopta kadogo kajeshi kalikuja kakapitia hiyo njia vizuri, kakaenda kakaaguka pale railways. Kukatoka wasungu watatu. Wawili wako na uniform ya jeshi na walikuwa na mashini walikuwa wamebeba juu iko na antenna moja refu. Wewe ambaye ulikuwa wakati huo pale railway, kubuka hiyo kahelikopta kalitoka watu watatu. Wawili wako na jeshi walikuwa wazungu. Na kuna mzee mmoja alikuwa na shati ya white na long ya kaki. Hao watu walikuja immediately mpaka mahali bomu ya tatu ingelipuka. Juu tulielezewa ilitolewa. Mimi ikitolewa nilikuwa hapo napiga picha. Nataka kusema nini? Wakati huyu mzungu alisema walianza kuangaliana mashini zao, wakaanza kusema 5 minutes to go, 5 minutes to go. Waliona hawawezi. Ilipobaki 5 minutes, hawa walikuwa na mashini nyuma walitoroka. Yule mmoja ambaye hakuwa na uniform akarudi akajaribu kuchimba. Nikiwa hapo naangalia, nilikuwa nimezubaa. Akaitoa ile kifurushi, inakaa kama battery, mashini ya battery, kitu kama inchi 6 hivi square, lakini ni kama mashini kanaonekana kameuganishwa. Na akadisconnect kwa fulani ikalia kama battery vile ukiirusha kwa moto ilipuke. Akainua akarusha juu hivi mchanga itoke na akaishika. Alishangilia, wengine wakakuja wakamkubatia. Wakakimbia hiyo njia yote mbele ya American Embassy ikiwa imejaa askari. Walikimbia wakiwa wamefurahi, hakuna mtu alijua ni nini wametoa. Na wakaenda wakaingia helicopter wakaenda. Hiyo bomu ya tatu ndio ilikuwa target. Watu wengi waishe.
Mwenyezi Mungu ukikaa vizuri anakuhuzisha kwa mambo kama haya. Siringi na spedagi kusema uniseme ati ni ili nipedeke. Lakini ninakwambia for sure, ukikaa vizuri na Kristo, in fact, you will enjoy some of the issues tunakuanga nazo hapa. Maana kama leo unaweza kuwa umejiandaa unataka kwenda mahali fulani, na Mwenyezi Mungu anaona kuna issue. Angalia kama hii. Nikiwa nimesota sana hapa Nairobi. Nikaelezewa na Kristo, ningependa naongea kuhusu mambo ambayo ukikaa vizuri kwa Kristo, na sio uwe umekamilika, niliwaambia 80 ama 90. Maana sometimes Mwenyezi Mungu anaona udhaifu wetu. Atakwambia amka saa 9 uombe, unashindwa juu ya usingizi, maybe ulikuwa umeshoka. Saa zingine kuna kitu imekuja jiani mwako, ama kwa hii maisha tunaishi unasikia hauna furaha. Hii ni mambo inatokea. For example, sasa kama tumepelekwa kotini na my brother, tumeshida kotini, tunaona tu anatufinya. The moment unatoka kotini ukija nyumbani, unasikia you are not happy because you know your brother is the one ambaye amekuweka hapo. Sometimes unaenda unanunua vitu kwa maduka hizi, unaona tunauziwa. Mtu anakuuzia kitu tu ikiwa imeharibika na hajali. Anakupea tu na anajua tu hiyo kitu si nzuri. Na ukikuja naye nyumbani unakuta hata si nzuri. Unasikia hauna raha. Hii ni mambo ambayo inatukwasa mambo mengine. Sasa hii particular, I think sikuwa na pesa ya kutosha, lakini nikanenewa na usiku na Kristo akaniambia, "Ndugu, ningelipenda utoke hapa uende Naivasha." Pale Naivasha Marura kuna kakijiji ya Wamasai iko hapo. Sasa nikauliza Mungu, in generally, what do you want me to do? Akaniambia, wewe ingia gari uende Naivasha. Kuna msichana ako area hiyo na ni young mother, alikuwa young mother. Amekuwa na ugonjwa ako na ugonjwa, anashikwa na malaria. Anakuwa hiyo malaria ikizidi anakuwa ni kama wazimu, na wamejaribu kumtibu. Maana ni Masai hawatilii sana kumpeleka hospitali kufuatanisha. Sasa nikauliza Mungu, unataka nini? Akaniambia hiyo kilio ya hiyo young mother imenifikia, na ninataka nikutumie uende umuombee ili apone. Ili nibidi nishukue miguu na nikaenda town, nikaingia gari ya Naivasha. Sijui ilikuwa siku gani, lakini naona kama si Saturday. Ilikuwa maybe Washa tu, siku nimesahau. Nikaingia gari, nikalipa, nikafika Naivasha. Hapo sasa kutoka Naivasha kwenda pale ilinibidi nitumie zile gari zinaenda Gilgil ili niweke sehemu ile. Na nilikuwa ninaenda na instructions za Mwenyezi Mungu. Maana hata mimi sikuwa ninajua kuna kijiji ya Masai hapo. Wameandikwa na wazungu kulinda mashamba yao. Sasa wako na kijiji wamejengewa kako na kama nyumba kama 40 hivi. Ama 30. Sasa nikaingia kale kijiji. Hata kama ni 10, kijiji wewe kadogo wamewekewa. Nikaingia. Na Roho Mtakatifu alikuwa amenielezea, wakati unaenda mahali pale, huyo mama ambaye unaenda kumuona ni young mother, mtakutana na yeye kwa gate ya kutoka kwa hii boma akienda kutafuta maji, na atakudanganya, na nita make sure utakuwa umesahau, utakuwa unakumbuka. Na huyo mama akawa anaitwa Gaudishia. Ndiye alikuwa Umasai. Young mother alikuwa mtoto moja sana. Akiwa ameenda sana ni mtoto moja mbili. Lakini sikumuuliza watoto wake, lakini ni young mother. Hapo age ya 31 hapo 29 31 ilikuwa hiyo age. Nilipoingia mahali pale nikapata wazee wa Masai. Juu wanafanyanga kazi usiku, wamekaa katikati ya hizi kijiji. Wamekaa mahali nje wakiwa na story. Na mimi nikakuja, walikuwa Masai kama 9 hivi 8. Nikaingia kati yao, nikawasalimia. Na pale kwa gate tukakutana na huyu mama ambaye nilikuwa nimeelezewa nitasahau. Nikamuuliza, hapa kuna mama anaitwa so and so. Akaniangalia akaniambia, hapana, mimi sijui. Huyu mama alikuwa na mtungi ya maji, jerrycan ile. Alikuwa aende kama 1.5 hour kutafuta maji. Juu ni mwisho wa shamba hili ninaliona, juu ni mteremko. Nilielezewa nitakuwa nimesahau. Nilipoongelesha hawa Masai, walikuwa kwa kikundi. Wamekaa tu kama roughly 9-10 hapo. Wamekaa tu, wamekaa nje. Now, nikauliza, nilipoingia nikapata kuna yule alikuwa mzee kati yao. Nikimwangalia sana alikuwa na kitu kama miaka 50-60 hapo, 50-55. Nikawaelezea story yangu kulingana na vile Mungu alikuwa amenituma. Sasa walikuwa wananiita kijana.
Huyo mzee mmoja akasema, kijana, sema. Nikamwambia kuna msichana hapa ama mama, young mother, anaitwa so and so. Na of late amekuwa akigojeka ugonjwa ambaye haponi. You know, akianza hiyo malaria mpaka anakuwa wazimu, mnashindwa kumcontrol. Na ako miongoni mwenu, nimetumwa na Mungu nikuje nimuombe. Husika, sometimes rudi chini. Na sometimes Mwenyezi Mungu akikutuma, sehemu unatumwa sio kuzuri. Hautufurahia ukienda. In fact hata ukirudi, ulizwe na mtu ambaye anaonekana akiwa timamu ulikuwa wapi. Sometimes ninasikiaga aibu kusema nilikuwa nimeenda wapi. Juu ukiangalia at a point of interest, mahali umeenda na kurudi, ukiulizwa na mtu Mungu uonekane hapo, ni kama hakuna. So sio mambo yote mazuri yatakuja usikie juu unatumika ati itakuwa furaha vile unataka. Sasa huyu in general tukaongea na wale wazee, nikawaelezea, wakaongea Kimasai, naye Mwenyezi Mungu akaniruhusu masikio yangu nisikie vile wanasema. Wakabishana, wakasema hebu tuseme, mnajua sisi tuna miungu zetu tunaamini na tunajua inafanya kazi. Sasa huyu Masai mkubwa Mungu mzee ndiye anajaribu kushawishi wengine, maana walikataa. Mpaka kuna wengine wanaamuka anafanya kitu hivi na kamiti anaroga akiwa ameonyesha hawa wengine mgongo. Anawaambia hili jambo huyu mtu anasema, nini mnajua hatukubali mambo kama aina hii. Sasa nilipowauliza walianza kuongeleshana wao wenyewe baada ya kuwapatia ile kitu imenilete. Wakasemezana kwa muda tu kama dakika 10 nikiwa tu nimekaa hapo. Haniongeleshi, wakagombana wao wenyewe. Bado sasa Roho Mtakatifu akanifungua masikio nikawa nasikia vile wanasema. Lakini huyu mzee akawa anaambia hapana. Alikuwa tu mwenye masaa. Hao wengine wanasema hapana. Huyu mzee akawaambia, ngojeni niwaambie kitu moja. Ni kweli sisi tuko na imani zetu na mnajua vizuri. Na hatushirikiani na watu sana kuhusu imani. Lakini huyu mzee, mnajua vizuri, hilo dito, wanaita dito, Gaudishia, ako na ugonjwa ambao tumejaribu kupeleka hospitali. Na wewe unajua hivyo. Kuna yule bwana sasa kati yao. Sasa huyu amekuja amesema ameelezewa na Mungu waombe na yeye. Na juu hakuna mahali anasema ampeleke ni kuomba. Hasemi anaenda na yeye. Anataka akuja amuombee tu tuachane. Sasa wakawa anasema anaelezewa wale wazee, yule mzee akawashawishi, akawaelezea juu hii ugonjwa umetusumbua. Na mnajua vizuri yeye anagojeka haponi. Hiyo ugonjwa ya malaria ikiinuka tu hakuna mtu anamcontrol. Anakuwa wazimu kabisa, ana kila kitu hapa anatusumbua. Juu tumempeleka hospitali na tumeshindwa. Na kama ni Mungu ametumana, na huyu jamaa huyu kijana alikuwa anasema kijana, hasemi kuna mahali anataka aende naye, anataka tu amuombe. Si tukuje muashie mngojee akuje, tukubali tu juu ametusumbua huyu mtoto na haponi. Alikuwa anamuita Dito na haponi. Wakaelewana na wale ambao walikuwa wakafikiria, anagonga chini na kamiti akifikiria. Wale walikuwa wanakataa, walikuwa kama waine walikuwa wanakataa katika hii group. Yule mzee akawashawishi, akamwambia tufanye vizuri. Maana huyu mtu hakuna mahali anapeleka, anasema tu ni kuomba. We don't know. Labda Mungu ndiye huyu atamtumia, hatujui. Juu tumempeleka hospitali ametusuluhisha. Sasa baada ya kuelewana na wakakubali, akawa anauliza maswali. Ni sawa tukubali. Wale waine ambao walikuwa na uzito wakakubali. Na wakapea masharti, hakuna mahali ataenda na yeye. Sasa baada ya kusikizana wakaniambia, yule mzee akaniambia, unajua kijana anaongea Kiswahili. Hiyo inashirikiana na Umasai. Unaona ile Dito ulikutana naye pale kwa mlango ile ikiwa imebeba mtungi. Hiyo ndio Gaudishia. Imeenda kuleta maji. Ameenda kuleta maji. Anaongea hiyo Kiswahili ya Kimasai. Na utangojea mpaka arudi. In fact huyu mama nafikiri alimaliza 2 hours. Sasa kati ya wale wazee kuna bibi ambaye alikuwa kwa hizi manyumba, akaitwa na hawa akaelezewa niletee chai. Kama unapenda P8, kama unapenda kupewa fugora 10, kama unapenda kupewa pesa mingi ili uombe, aibu ni kwako. Kama unataka kupewa pesa mingi ili uombe, it is free, give free. Mtu ambaye anakupea pesa hakupei umuombe, anakupea maana amemuona Kristo. Juu wale watu waliponywa na Yesu, walikuja mmoja, baada ya kuponywa mmoja akakuja. Akaelezwa umekuja, enda.
utoa ile kitu inatakikana kwa madhabahu. Na niwaambie hii, Kristo akawaambia msifanye dhambi. Hapa ndio shida iko. Kabla sijaendelea na hii story, watu wengi wananiita tunaomba na wao, na ninakwambia kama maisha matakatifu. Na Kristo akaambia yule mtu, wakati mmoja shetani ama spirit ama nguvu fulani imetoka ndani yako, alafu usamehewe, kisha urudi kwa dhambi, sitakuwa zikiwa 7, sitarudi. Maana ile moja itatafuta zingine zitasikuje kwako. Tunaomba na wewe, baada ya siku 3 maombi yako inajibiwa, unaanza kuona majibu imerudi. Lakini wewe baadaye ukaishi maisha matakatifu, unarudi kwa dhambi, alafu shetani naye anakupata na ile alikuwa tumemfukuza. Sasa mnaanza kutulaumu ambayo tunaomba na nyinyi mkisema haifiki hiyo maombi. Hiyo maombi yako haikufanya kazi. Unaishi maisha ya aina gani? Kristo akaelezea ule mmoja, uishi maisha matakatifu. Maana ukitoka nje, uwe unaishi maisha ya dhambi, zile demons ama yule shetani ambaye ama ile kitu ilikuwa imetoka ndani yako, itatafuta zingine 6 zikuje zikiwa 7. Sasa tumeomba na wewe leo, na ninakwambia uishi maisha matakatifu. Baada ya kuona majibu ya maombi imeanza kutimia siku ya 2 ya 3, unarudi kwa dhambi zako. Sasa ukifungua dhambi, shetani naye anaingia na yeye. Sasa hapo ndio unafikia unasikia mtu ananiambia tuliomba na yeye haijatimia. Moja ilitimia, hizi zingine hazijatimia. Unaishi maisha aina gani? Maisha matakatifu ndio inatakikana. Tuombe na yeye, na nikwambie ishi maisha matakatifu ili umeone mema ya Mungu. Unaishi siku ya kwanza, ya 2, ya 3 na Mungu anakubali. Baada ya kuona kitu moja imetimia, unafurahi, unaingia kwa anasa zako na mambo ambayo unayafanya sio ya takatifu. Lazima shetani aingie, na akiingia itakuwa baya kushinda bereni. It is advisable usijaribu kumharasi huyo shetani ambaye yako ndani yako ukiwa maisha matakatifu ukai. Itakuwa ni shida juu yako, si yangu. Maana mimi tutaomba na wewe tushirikishane imani na itendeke. Siku ya kwanza unaona yanatimia, ya 2, ya 3. Lakini siku ya 4 unastukia mambo imerudi na imerudi kwako. Unaanza kuona kama mimi ndiye niko na shida, na wewe ndiye uko na shida, maana haukai vizuri. Na hapo ndio ninaelezewa, ukiomba na mtu, ongea na yeye, umwambie aishi maisha matakatifu. Aona ikiti. Na moso wale ambao wanakuwa affected na demons ama mashetani ndani yao. Maana utasikia mtu anakuambia kuna kitu inatembea ndani yangu, ninamuombea siku ya kwanza kinaondoka. Ananiambia nimelala siku 2, 3 vizuri, hata sisikii. Siku 4 ananiambia ile kitu imerudi. Ninamuuliza unaishi maisha gani? Amerudia dhambi. Kristo na kukuponya anahitaji uwe maisha matakatifu. Nilikuwa ninaongea, hii ni top up, kuhusu watu ambao Mwenyezi Mungu anatumia. Ule msichana alikuja baada ya masaa 2 na akaelezewa na Masai Kimasai, huyu mzee, huyu kijana ABCD anataka aombe na wewe. Ile nyumba yake, maana alikuwa amekaa tu karibu na hiyo nyumba, akafungua mlango na akaingia. Kuna ile tu milango inafungagwa nusu na hii kubwa, hii nusu ya kuzuia makuku kuingia kwa nyumba. Akaifungua, tukaingia na yeye kwa ile nyumba. Na yule mzee akaniambia ingia na yeye mwende muombe. Sasa nikaona sitafunga mlango. Niliita watoto, kulikuwa na watoto kama 20 kwa hiyo kijiji wanacheza. Watoto kujeni, juu wazazi hawawezi kubali kuingia na mimi. Kujeni tuombe. Tukaingia na hao watoto wote kwa nyumba, nikawaigiza ndani, alafu tukafunga hii mlango nusu. Ili nyumba ilikuwa na jiko ya mawe 3. Na kitanda imetengenezwa pale ya unaona ile kuna vile vitanda ilikuwa inatumika samani, unashibiwa kikinge 1, 2, 3, 4 inawekwa bito. Inawekwa miti hivi, inatengenezwa mzuri. Alafu sasa sisi tulikuwa tunawekewa ile godoro ya nyasi, ama kama hamuna inawekwa nyasi, inapangwa vizuri ikiwa imekauka. Huyu mama alikuwa ameweka godoro, ilikuwa ni gozi ya gozi ya sheep kama 3 zimewekwa katika ile kitanda. Jiko ambayo ni 3, mawe 3, na kamtungi ya chuma imewekwa hapo, na ile kiti imetengenezwa ni bao hivi, alafu inawekwa bao moja hapa na hapa ya kukalia angalau watu 2. Akanipea hiyo ka form, na yeye akakalia pale juu ya kitanda, nikamshika mkono, nikamuombea na nikaondoka. Sasa wewe unataka mahali unaenda kuomba, lazima kuwe na 10,000 na kuwe na msosi mzuri. Nabii kijana akaambiwa na Mwenyezi Mungu usikule ukienda. Most of the time haturuhusiwi. Hauhitaji kuelezewa na Kristo ukienda hiyo sehemu usiende kukula. Hauhitaji, unahitaji ufuate maandiko. Nabii kijana akaambiwa usikule ukienda kule. Na nabii mzee akamdanganya. Hii issue yako
Lazima mtu haya na pesa ili uende umuombe. Kuja kwa ofisi yangu tuombe na yeye. I disagree with this. Unatengeneza ofisi maana haya ni mhuduma. Watu wanakuja kupanga laini kwako. Sikatai juu sometimes wanakuja kwangu. Sikatai. Lakini think about it. Huyu mama ile chai nilipewa pale, juu nilipewa chai. Ilikuwa ni ile chai inabaki kwa sufuria. Nusu ilikuwa majani na nusu ilikuwa chai. Inajaa sukari, ndio imewekwa sukari. Na iko na majani inakaa kali. Nilikunywa tu pole pole na kakawa kachai tamu. Kalikuwa kana taste kama asali. Ninakunywa nikifilter ile majani na mdomo hivi, nina filter hiyo kachai. Kalikuwa katamu yenyewe. Alafu mpaka sasa ujue sikuwa na pesa ya kutosha vile, nilikuwa na pesa ya kurudi Nairobi. Hapa you don't expect hao watu wakitoka nje ati wakwambie mzee kijana umefanya vizuri, shika hii 500 uende unahudumu aje. Sijakudharau. Lakini kuja na 5,000 tuombe na wewe. Ukienda kwa mtu ambaye ni mhuduma ukiwa hauna pesa, hana kasi na wewe. Anyway, ukitumiwa na Mwenyezi Mungu ukitaka kutumika, submit no matter how. Maana sometimes utaenda kwingine mpaka unapata wengine hawana mpaka chakula ya kukula. Unahitaji uwape. Angalia kama hii siku moja nikaelezo toka uende pale njia ya kwenda Naivasha, kuna gari itakuja na ikianguka, nataka uwe hapo. Unaamka mapema na unaenda mahali pale. Kama Mwenyezi Mungu amekwambia saa 11, be there. Be available. Wacha maswali mingi, wacha kuuliza pesa ticket itatoka wapi. Maana ninaona watu wanaingiza, maana baada ya kuhudumu sana Mungu amenibariki nimekuwa na gari mzuri. Unajua unaweza hudumu na Mwenyezi Mungu asikupee gari na uwe unahudumu tu. Mpaka ukuve ukiwa hauna kitu, mpaka watu wanasema kweli huyu ni Mungu. Ni Mungu. Maana ni wajia mingi. Akiamua atakupea, hata kupea in fact. Akiamua amekupea. Lakini hili wingu limewekwa, lazima uonekane uko na pesa. Lazima ukienda kuhudumu, lazima watu watayarishe mali. Nasikia leo nani wetu anakuja mkubwa wa kanisa letu. Inaandaliwa, tunatoa pesa zote. Mnasubuliwa hapa lazima. Kwani imekuwa kitu ambayo Kristo aliitoa bure, nyinyi mnaiweka gharama kubwa mpaka watu hawapendi wokovu kwa sababu yenu. Be available wakati Mwenyezi Mungu anataka kukutumia. Kaa maisha ambayo itasababisha Mwenyezi Mungu akutumie. Leo Mwenyezi Mungu anakunenea asubuhi, anakuambia utoke hapa uende mahali fulani, uende uhudumie huyu na nitakubariki. Hata kama sina pesa, anakupea peace. Lakini wewe maswali mingi, nitagain nini? Ninaenda kufanya hiyo kazi ili nipate nini? Well, kama tunahudumu kwa sababu ya pesa, tunaanguka mtihani. Na kama qualification ni kupima na pesa, in fact unaanguka. Huwezi pita. John the Baptist, the Elijah in the Bible. Moso. Anaingia wilderness. Anakula asali na anakuwa locust. Ndio anakula. Je, unaonaje? Kristo ndiye huyu. Anatembea na wanafunzi the whole day, hawajakula. Na yeye ndiye author everything. Hawapatii chakula. The whole day wanatembea mpaka wanapitia kwa shamba ambayo iko na ngano, wanaanza kusifanya hivi wakikula. Sasa niulize, wao wanafunzi walikuwa na Yesu akitembea akihubiri. Wanapitia kwa shamba la ngano na mtu anaanza kushukua akifanya hivi wakule. Na mwenye kukuza ngano na mwenye dunia yote wako na yeye hapo na hawapatii chakula. Unaonaje? Hii yetu lazima niulize, utakuwa na kitu gani ninakuja uwekelee kwa mesa? Kuja unione kwa ofisi na ukuje na pesa ya kutosha kukula na kukunywa na ya kuweka kwa bahasha. Msikuje kwangu. Msikuje, siwataki. Na si ati ninawadharau. The attitude. Do you know how God is rich? Anaambia Elijah, ndio unapewa pesa na kubali na watu. Yes. Lakini hizo pesa unapewa hazinifurahishi ukipewa. Mimi Mungu wako ninakutosha. Tusihudumu kwa sababu ya ile kitu tunaona na macho. Kuna kwingine utaenda uhudumu mahali pamoja hivi, Mwenyezi Mungu aone. Hebu sikia hili. Kristo ananielezea wakati moja, nisuguke Kayole tu nikiongea tu. Moyoni tu. Ninasuguka tu. Kanyanga huu mji ukiusuguka ukiuombea.
na ninaenda. Sometimes kuna wakati nakumbuka hapa Mwenyezi Mungu ananielezea, nataka utoke hapa uende mpaka mahali fulani. Kuna shida area hiyo. Uende usuguke mahali fulani hivi. Na alafu uingie gari urudi Nairobi. Na hiyo sehemu unaelezewa uende ukasuguke. Sio mahali unaenda miguu, inakubidi ulipe gari zaidi ya shilingi 300 ama 200 na kitu. Ufike kule, alafu ukae kama fanatic. Unasuguka hiyo area tu, ukikaa tu, unasuguka tu. Kristo anamwambia you just wewe ukanyange na uombe usuguke hiyo area yote. Alafu ufike mahali fulani, uingie gari. Sasa ile area unaambiwa usuguke, inakuchukua kama masaa 3 kabla hujaimaliza. Na unatembea tu. Sasa watu wanauliza, wewe ulienda hii sehemu nilikuona ukisuguka huko. Nilikuona ukitembea miguu na haukuingia mahali fulani. Alafu unaingia gari unarudi Nairobi ukiwa mtu ameshoka. Sasa ukiangalia vizuri kwa macho ya mwili, unaona kama wewe ni fanatic wa aina fulani. Brethren, haikuhitaji uone na macho ambayo Mwenyezi Mungu anataka uyatende. Unafaa uvue na macho ya kiroho ili ufunguke uelewe. Ninaingia kwa soko fulani, naelezewa hii soko watu wanauza na uganga yote imejaa hapa. Sasa unaingia kwa soko unaiangalia. Unasuguka tu ukiangalia. Unaona mtu mmoja ambaye amekaa kama mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anakuruhusu tu uende kwake, ununue kitu na muongee tu maongeo tu kidogo. Hata hajui umetumwa. Unambariki. Maana yeye amko kwa soko na anakaa maisha matakatifu. Wao wengi wanatumia kamuti, wengi wanatumia hii. Be available when our Redeemer Jesus Christ is in you. Utumike kiwango ya chini ambayo haina kulipwa na utabarikiwa. Na the moment unakubali hiyo, utaona kama haubarikiwi, lakini mambo yako haiendi vibaya. Tunaishi kwa sababu ya Mwenyezi Mungu. Be available. Na ukisikia Kristo akisema ninatumana duniani, kuangalie mtu ambaye amekaa vizuri tubariki. Wewe ukiwa available, in fact utabarikiwa. Unaona mtu anakaa na mashini ya gari, inakaa miaka 10 haimzubui. Mwingine anainunua leo tu, ikimaliza miezi 3 unaipata kwa garage, sijui iliharibu nini, haiendi. Yako imefanya nini? Be available wakati Mwenyezi Mungu anataka kukutumia. Na usitumie unafiki kwa kuhubiri hii injili. Ukiitumia ili ubenefit, ni muda tu Mwenyezi Mungu akunyamazie na akae kando. Utakuwa unajiuliza, ni nini sifanyi? Ni nini? Tusiangalie mambo na macho ya mwili. Tutumike kwa sababu tumeitwa. Brethren, itakuwa ni benefit wakati umetumwa na Mungu, unamfikia mtu mmoja anaokolewa na unajua ni wewe umetumika. Alafu unamuona akitembea. Maybe hata yeye hatajua. Unamuona akitembea. Unafurahia. Saa zingine Mwenyezi Mungu atakuruhusu tu ingie katika institution fulani. Shetani anataka kuliangamiza. Naye Kristo anakuambia, tembea huku. Na usitembee ukiwa mgeni wa mtu fulani. Enda ukae katikati hawa watu, wafanye sherehe zao, alafu umalize na wao na utoke. Nitabariki huo mji. Tunaenda privately like that because we carry the anointing. Ili mugharimu mama kumjua Elijah ni servant of God. Mzee hakuwa anaona. Na huyu Elijah alikuwa anapita tu njia. Anaingia tu. Paka mama akasema, na huyu mama anakaa kama nabii, anakaa kama mtu wa Mungu. Tumjengee sehemu. Hakupeleka mahitaji yake, lakini aliona the servant. Do you know Elijah alikuwa anajua kila kitu mahali anapitia. Lakini kwa njia zingine tunapitia inakuwa ni kafu. Ni kama Mwenyezi Mungu haiko katika hili jambo. Ukiona umequalify kutumwa na Mungu, submit no matter. Yes, Bwana apewe sifa. Kuna hili jambo ambalo Mwenyezi Mungu ananihimiza niliongee. Na juu COVID ni kama imeenda inaisha imerudi chini. Kuna kitu Mwenyezi Mungu anataka. Na brethren, nitawanenea hii kama wahuduma. Kristo ananiambia amehama
kutoka kwa hii makanisa zote mnaona kubwa. Hizi unaona hizi makanisa kubwa. Makanisa hizi kubwa. Kristo ananiambia already presence yake imetoka kwa hizi makanisa kubwa. Ameondoka kabisa. Na mimi hapa sina compromise. Na siongei hii kwa mapenzi. Na siongei hii juu ninapenda. Na sijipigii debe. Lakini Kristo ameniambia once, mara 2, 3, 4. Nimeondoka kwa hizi makanisa kubwa. Makanisa hizi unaona kubwa, nimeondoka. Sasa nikawa namuuliza juu umeondoka kwa hizi makanisa kubwa, unataka uko wapi tukupate? Akaniambia siko kwa institution fulani, lakini tilia hili maanani. Tilia hili maanani. Kuna chama ilikuwa inaitwa NCC, sijui inasimamia makanisa. Ilivujika na hawajui wenye kuisimamia, chama cha kusimamia makanisa nchini Kenya. Kimefujika mpaka wale wamekalia ama yule amekalia hiyo kiti hajui ya communicate na nani. Mwenyezi Mungu akiondoka kwa Abrera, hapo ndio unaona ka communication inakosa kabisa. Lakini Kristo akawa ananiambia hii. Makanisa kubwa nimeondokea na ninarudia. Sio kwamba hamusikii. Ninarudia vile nasikia. Ameondokea makanisa kubwa na akaniambia hii. Ninataka kuinua wahubiri wengine Kenya kiwango ya kuhubiri injili ambayo wakitii nitatembea pamoja na wao. Sasa wakati nikiwa naangalia katika hili jambo, Kristo akanionyesha kanisa dogo dogo. Unapata unaingia kwa kanisa unakuta mhubiri yako na washirika 5, ako na washirika 3, ako na washirika 10, wakienda sana ni washirika 20. Kuna mahali ninapita Sunday nikienda kanisani juu estate niko kwa estate huko. Unapata kanisa tumeenda. Ukienda kanisani unapata kanisa imemalizika, tunatoka kwa kanisa saa 6 ama tukienda. Unapata washirika ni 3 wamesimama hapo nje. Hawana washirika wengine. Ukiwa na masikio ya kusikia wewe ambaye uko na kanisa iko na watu 3. Uko na kanisa iko na watu 5. Uko na kanisa ambayo haina watu wamezidi 20. Huu ni wakati wenu wa kutafuta uso wa Mungu. Na mkikaa vizuri, wewe mhubiri ambaye umekaa katika hii kanisa iko na watu 3, watu 4, watu 5, watu 6, 20 ikizidi sana. Mmekaa hapo zaidi ya miaka 9. Mmekaa hapo zaidi ya miaka 2. Hamuna washirika. Kanisa ya mabati tu kidogo, wengine wameweka tu shade. Wanakutana hapo mnaonekana kama mnakuwa fanatic. Hayo kanisa, hii kanisa dogo hizi ndizo Kristo anavisit wakati huu. Na anasema anataka kufanya kazi na hizi kanisa hizo mnaona dogo. Kama wewe umejua uko na kanisa zaidi ya miaka 5, miaka 6. Washa unajua kuna hizi kanisa zimefunguliwa wakati COVID. Inaonekana kama inaisha. Kuna wale watu walikuwa wahubiri, hawakuweza kuvumilia katika ile kanisa. Kuna mwingine unapata ni kanisani na hako peke yake. Unazunguka hapo, unapata hapo akizunguka akihubiri akiwa peke yake. Kusema ukiwa peke yako sio kusema hauna Mungu. Mimi nilikaa na kanisa pale Kitengela miezi kadhaa nikiwa peke yangu, na mimi huyo Kristo anahitaji hizo abrera ambazo ziko na watu 2 na ni kanisa, iko na watu 5 na ni kanisa, iko na watu 10 na ni kanisa, ikizidi sana ni watu 20, hawapitangi hapo. Na huyu mhubiri akiitisha pesa ya kulipa rent mwisho wa mwezi, wanatoroka wiki ya kwanza ya pili hawakuji. Kristo anasema ana visit hizo kanisa hizo. Lakini la muhimu ni hili. Ambaye unaongoza hii kanisa dogo, kaa vizuri kwa wokovu na ukae maisha matakatifu na ukae mtu ambaye hapendi dhambi.
utamuona Kristo katika hiyo institution. Na Kristo anasema sio moja, sio mbili, sio 200, anahitaji anaingia husu tu kanisa dogo hutu. Ngoja nituite hutu juu ni tudogo. Unapata mtu amekaa hapo kwa hiyo kanisa anahubiri yako na washirika 3. Mwingine mpaka bibi yake hawezi akamjoin katika hiyo kanisa maana anaona ni kazi ya bure anafanya. Mwingine bwanako anakuuliza sasa unafanyanga nini, unajifanya mhubiri hapa? Hiyo kanisa dogo hutu, tudogo hutu. Ninatuita tudogo ili uone udogo wake. Kristo anasema hapo ndio mawazo yake imeelekea. Na ameanza kuvisit. Ile kitu ya maana ni hii. Wewe ambaye unaongoza hii kanisa umekaa naye zaidi ya miaka 5, miaka 9, miaka 10. Washirika ni 5, hawaongezeki. Urban and rural. Kristo anasema anahitaji makanisa zaidi ya 200 na dogo. Je, wewe ni mmoja wao? Na unajua kupata kuwa mmoja wao ni nini? Sio kujifanya. Vile umekuwa mtakatifu, vile umekuwa umehubiri ukiwa faithful, Kristo is on your way. Anataka kanisa dogo aziinue. The voice of God itasikika tena nchini na duniani kupitia hutu kanisa mnaona tudogo. Unapata pastor anashubuka hapo akiwa peke yake, hakuna mtu anamjoin, mpaka bibi hataki. Pastor ameitwa ni mama, mpaka bwana hana shughuli na wewe. Anakujaga tu anakuuliza sasa unafanyaga nini? Hiyo ndio Mungu anataka. Hizi kubwa ni kama amehama. Na si kama amehama. Kulingana na ile naona amehama. Hutu tudogo na hajaanza kuonekana kwa hutu tudogo. Kuna idadi anataka ya makanisa dogo. Na moso in our nation Kenya. Kama wewe uko nje na unajua ile kanisa ulikuwa unashiriki nyumbani ni ile tu ya watu 10, ile ya watu 5, ifikirie sana. Maana visitation ya Mungu imo. Hiyo ni prophecy. Na maybe nishaitoa hapo nyuma. Maybe nishaitoa nikaiongea hapo nyuma. Lakini sikuongea deeply kama vile naongea sasa. Juu nimepewa kibali. Nimeweka hii video post, nikatoka kidogo kwanza, nikaomba kidogo, nikaelezewa na Mungu ni nene kuhusu hilo. Kwa hivyo kama wewe uko na kanisa dogo ambayo umekaa naye miaka mingi sana haiendelei, COVID imeisha, unajaribu kuelezea washirika wakuja hawasikii, usishangae ukiona wamejaa kwa kanisa. Na ninanenea nyinyi ambao mko kwa hii platform mnaangalia Evangelist Martin Ndung'u, fikirieni habari ya hiyo kanisa dogo dogo. Na ile kitu ninawaambia sio kwa sababu nimesema kanisa dogo dogo muanze kukimbia huko kwenda kufanya mambo mingi. Kwanza sikia kutoka kwa Mungu. Where am I supposed to be? Maana kuna wahubiri hapa wako strong. In fact na hawana washirika zaidi ya 5. But they are very powerful. They have Jesus in them. Ile kitu Mwenyezi Mungu anahitaji. Maana nasa na tabia baya na dhambi ndio imesababisha Mwenyezi Mungu aondoke kwa hizi umbrella kubwa. Wewe ambaye uko na umbrella dogo, kuwa na seal na Mwenyezi Mungu. Kama maisha matakatifu. Mtu akikuja kuhudumu kwako, mweke. Unaona, kuwa na agreement na huyo ambaye anakuja kuhudumu katika hii kanisa. Kumpanda kwa madhabahu aishi maisha matakatifu. Obea hiyo sehemu. Na yule anakuja anataka kuhudumu, mweke kwa oath. Ukikaa maisha maofu, Mungu anakudoa katika madhabahu. Maana dhambi ndio imeharibu hayo makanisa kubwa. Na Mwenyezi Mungu anataka ainuke na nyinyi ambao mmekaa maisha matakatifu na kanisa dogo. Sasa wale watakuja kuhudumu akisema tunataka kuhudumu na wewe, washike mkono, wasalimie, waombe. Waambie unaishi maisha matakatifu na kuruhusu upande kwa hii platform. Ile kitu iko katikati ya wewe na Mungu. Nimeweka utakatifu. Ukilete mchezo kwa madhabahu, Mwenyezi Mungu anakuondoa immediately. Lazima madhabahu yawe matakatifu kulingana na yule hapo juu hapo. We are tired. Unaenda kwa kanisa unaangalia hivi, unaomba, unaona takataka na sewage inatoka kwa madhabahu pale, inakuja mpaka huko chini. Hatuwezi tukaaminiwa wasichana wazuri na warembo. Wahubiri wengi hawezi wakaaminiwa wamama warembo young mothers ambao wameolewa. Tukae maisha matakatifu. Brethren, naongea na nyinyi ambao mko na kanisa dogo. Dogo tu.
Ukikaa maisha matakatifu, Kristo anataka kutembea na wewe. Na akianza kujionyeshana ndani yako, usisahau kuishi maisha matakatifu. Maana utaletewa wamama, utaletewa wazee, utaletewa maskini na matajiri. Wakati umeona kiwango ya mama ambaye amekuja mbele yako ni mrembo, umwangalie hivi na macho ya mwili, utakuwa out na utatemwa nje na Mungu. Nikimaanisha maisha matakatifu, be faithful before God. Kaa mtakatifu. Paka wakati mmekaa na mwanamke hivi, naongea na wahubiri wanaume juu ninajua ni wengi sana katika hii platform ya kanisa dogo. Wakati unaletewa msichana mrembo ambaye anaonekana ukimwangalia na macho yako ni mrembo kushida bibi yako, mkikaa na yeye hivi kwa madhabahu, tamaa ya mwili isikuingie. If you don't qualify hiyo, wachana. Na kuna wale wamequalify, wamekunywa dhiki, wamelia muda mrefu wakisema Mwenyezi Mungu tukumbuke, wakati ni huu. Na Mwenyezi Mungu anasema anainuka na nyinyi, atawaitembelea. Pray about it. Live a holy life. God is so tired na double standard people. Mtu leo ni muokofu, anahubiri akiwa mtakatifu Sunday, akitoka nje ni fisi. Mwenyezi Mungu anasema hapendi. Anataka watu hata kama ni 250 watakatifu, asimame na wao, nao waweke nadhiri na yeye. Unajua mimi nasemanga nikijua nitakunywa pombe kesho, Mwenyezi Mungu ajue kesho ndio nitakunywa pombe, aruhusu nikufe leo, hiyo ninajiwekea, huwa ninakubali. Mwenyezi Mungu akijua kesho nitafanya usharati na mwanamke ije ya bibi yangu ambaye hako uhai, ajue tutafanya hiyo gono kesho, kabla sijaifanya kesho, aruhusu nikufe leo niende mbinguni nikiwa mtakatifu. Sitakubali. I don't lie. Nasema ile kitu iko moyoni mwangu. Hiyo area huwezi. Na siringi, maana ninajua Kristo aliye ndani yangu na ile nadhiri niko naye, na ile amani ama ile agreement between me and my Redeemer. You know well, my Redeemer Jesus. Kesho nitafanya usharati na bibi ambaye, mama ambaye si bibi yangu ama msichana. Usiniruhusu hiyo siku ifike. Unishukue leo kabla ya hiyo kesho. Be a grown up to be counted. Naongea na wahubiri wa kanisa hutu wa Mabati. Tunajaa hapa kwa estate. Na sio wale wamefugua na corona wanaanza kukimbia hapa wanasema the Bible say. Wale wamefumilia mpaka wakati huo wa corona. Alikuwa analipa hiyo nyumba. Alikuwa anaisimamia corona ikiwa. Hayashi amekuwa ameifungua. Sio hawa anafungua. Hii inaonekana juu tumeelezewa corona imeisha tufungue makanisa, mumeanza kukimbia kufungua. Naongea kuhusu wale corona imekuja, umekuwa na kahoro kidogo haujakaasha, unaendaga tu unasema Mungu wangu tukuja. Umekalipia, umekasimamia wakati wa corona hakuna kanisa, mmefaulu mpaka wakati huu zimefunguliwa tena. Mungu anawahitaji na anataka kuwatumia, na hamuko wengi lakini mko idhini. Nikihesabu sehemu kama Kayole, kuna kanisa kadhaa nimeona hizo dogo. Wenyewe wahubiri, kanisa zilifungwa zote, amesimama vizuri, anasimama gharama ya hiyo kanisa dogo, ameilipia, ameiweka hapo ikiwa haina ushirika, ameiweka hapo ikiwa haina washirika, ikiwa imesimama tu. Wale walishoka wakafunga wakaenda kufanya biashara zingine, siongei na nyinyi, mko out. Wewe ambaye umefaulu kutoka wakati wa corona, kanisa yako ni dogo, umesimama nayo mpaka siku ya leo, haijafungwa. Hata kama mlango ilikuwa imefungwa, ile jina liko na ulikuwa unaingia katika hiyo kanyumba, unaomba maombi, unasema Mungu tukumbuke. Naongea na wewe, hamko wengi na Mungu anawahitaji. Nyinyi ndio Mwenyezi Mungu anasimama na wao. I'm speaking na authority ya kama ya prophet. I'm prophesying to you. Unaenda far. Na Mungu anasema akikuinua, ishi maisha matakatifu. Kitu ingine, vuja spirit ya tribal ministry. Ati juu mimi ni Mkikuyu watu wote wanakuja kanisani ni Wakikuyu. Juu mimi ni Mbaruhia watu wote wanakuja ni Wambaruhia. Juu mimi ni Mkamba no, vuja hiyo spirit, ukaribishe kila mtu. Kama ni unajua sisi Wakikuyu na Wajaruo, kama ni Mjaruo amekuja, unamwelcome na unahudumu pamoja na yeye bila maringo. Do you qualify hiyo? Wale ambao kutoka wakati wa corona wamesimamisha hiyo kanyumba kakanisa mpaka imefika corona tumefunguliwa makanisa wamerudi. Siongei na hawa sasa sahi. Unajua ninaziona hapa kwa barabara. Kamepakwa rangi kalifunguliwa juzi.
Siongei hawa. Umequalify kuishi maisha matakatifu. Neema ya Mwenyezi Mungu iko juu yako na anataka kuhudumu pamoja na wewe. Mungu akubariki katika hiyo laini. Baba, pokea sifa, pokea utukufu, pokea shukrani. Na niseme hii, wewe ambaye nimenena na wewe, uko na kanisa dogo na unajijua wewe unaishi maisha matakatifu. Kuna kitu Mwenyezi Mungu anahitaji kwako. Anataka uombe, akuonyeshe ni wapi unafaa kuwa na hii ministry. Maybe una kanisa umoja ama Kayole ama Dodora ama Githurai ama Ludhika ama mahali fulani, na kuna sehemu nyingine Mwenyezi Mungu anataka wewe uwe. Anataka upige magoti uombe kama siku 20, kufunga kama siku 5, 6, 7, na atakunenea akuonyeshe hasa hii ministry yako inafaa iwe wapi. Maana kuna mtu wako na hiyo ministry kidogo na ako Kayole, na huenda ikawa Mwenyezi Mungu anahitaji yeye akiwa Thika. Hii ni kitu inafaa sana. Hii ni kitu inafaa. Kwa hivyo nikinena na wewe ambaye nimeongea kuhusu kanisa dogo, piga magoti na uache madharau na maringo, wacha kujiona. Upige magoti ulize Mungu, hii kazi unanipea ama hii umenipea nimeifanya hapa muda mrefu haiendi. Ninafaa kuwa katika estate gani? Ninafaa kuwa wapi? Maana wengine wameanza ministry na mahali wako sio mahali Mwenyezi Mungu anataka wawe. Kuna mahali pengine Mwenyezi Mungu alikuwa amekuita hasa specific kwa sababu ya area hii. Sasa uombe ili Mwenyezi Mungu akuonyeshe ile area anataka uhudumu. Mhubiri, ukitii na uhubiri. Maybe unahubiri Kayole, unafaa kuwa na kanisa Gong. Maybe unahubiri Gong, unafaa kuwa na kanisa Kitengera. Uombe Mwenyezi Mungu akuonyeshe ni wapi. Maana ukienda mahali Mwenyezi Mungu anataka uwe, kazi haitakuwa nzito. Mimi niliitwa nikaelezewa nikuje Kayole. Nikitoka hapa lazima niulize Mungu niende wapi. It doesn't matter. Lazima niulize niende wapi. Kazi ya Kayole ikiisha, sasa Kristo ananiambia sasa hama utoke uende mahali fulani, ninataka nikubariki ukiwa mahali kule. Uombe wewe. Na sio wote wataruhusiwa kushift. Wengine wako mahali ile inatakikana, lakini kuna wengine wanatakiwa wa shift waende sehemu fulani. Omba Mungu akuonyeshe na utabarikiwa in Jesus name. As you tii, Mungu akubariki.